Katika wiki hii tunakwenda kuangalia kitabu cha Yoshua 2 na Yoshua 9. Neema ya Mungu bado inawapokea wakosaji, wanaoteswa, wadhambi, waovu, watu wa kila kada ya makosa maovu na manyanyaso ya adui, na kuwageuza, kuwafanya kuwa majenerali, na kuwageuza kuwafanya kuwa mashujaa wa imani katika ufalme wa Mungu, katika ufalme wa Mungu. Rahabu, a professional prostitute, kahaba, mwanataaluma wa ukahaba, Mungu alimuokoa na kumfanya kuwa miongoni mwa wamama ambao kupitia yeye Yesu alizaliwa. Lakini kuna watu wanaitwa Wagibeon, watu ambao walikuwa na uwezo mkubwa wa kudanganya. Waliwadanganya wakina Yoshua, lakini katika kudanganya kwao Mungu akageuza kudanganya kwao kuwa chanzo cha kuokolewa kwao, na wao nao wakaokolewa. Tuombe. Na kushukuru Mungu kwa ajili ya wiki hii, napo umetupa somo zuri kutoka kitabu cha Yoshua 2 na 9. Basi tunapokwenda kutafakari mafunuo haya makuu yenye uwezo ndani yake, Bwana tuokoe, Bwana tusaidie, katika jina la Yesu, amen. Tunaanza na kitabu cha Yoshua 2. Nikupe tu summary kwa ufupi, alafu nikupe summary kwa ufupi ya Yoshua 9. Alafu tutaingia kwenye masomo ya imani ya kuonyesha nguvu ya neema ya kushangaza inavyofanya kazi kwenye maisha ya watu wa kawaida. Yoshua 2 inatuingiza katika process ya kwanza ya kwenda kuiokoa nchi, ya kwenda kuimiliki nchi ya ahadi. Yoshua anatuma wapelelezi 2, wanaingia kwenye mji wa kwanza mkubwa ambao ulikuwa ukivuka tu ile mto wa Yordani uanze kukanyaga nchi ya ahadi. Kikwazo kikubwa kilikuwa ni nchi ya Yeriko. Kwa wanaingia ndani ya Yeriko, wanapenya, wanaingia kwa mama mmoja kahaba aitwa Rahabu. Alafu watu wa pale Yeriko wanasikia hizi habari, kuna wapelelezi wameingia ndani. Alafu hawa jamaa wanaokolewa na huyu mama anawaficha, baadaye anawaruhusu wanapita dirishani. Lakini anaingia kiapo kwamba siku mkija kuokoa hii, kuja kuteketeza hii Yeriko, nyie wana wa Israeli, naomba ishara kwamba mimi nitaokolewa. Anamwambia, chukua kamba nyekundu, utaiweka katika dirisha lako. Tutakapokuwa tukipita kuangamiza wenyeji wa Yeriko, wewe na familia yako hautaangamia. Somo linatuvusha kutoka kwa Rahabu, linatupeleka Yoshua 9. Tunakuta harakati za Yoshua za kuendelea kuikamata nchi ya ahadi inaendelea. Ameshakamata Yeriko, ameshaenda Ai akashindwa, akarudi tena akashinda. Sasa ameshakamata sehemu kubwa. Taarifa zimeshatapakaa wakazi wote waliokaa katika nchi ya ahadi kwamba jamaa wanaendelea kukamata maeneo. Jamaa wanaitwa Wagibeon. Waliposikia hivyo wakatengeneza craft ya uongo. Wakavaa manguo ya magunia, alafu wakachukua na mikate iliyoharibika, wakajitepetesha kama wamechoka, wakawafuata. Walituma wawakilishi wachache kwamba sisi bwana watu umetoka nchi ya mbali sana, tumekuja kwako kwa ajili ya utusaidie, tumesikia habari za Mungu wenu. Mungu wenu ni balaa, anapasua mabahari, ni wanatisha. Kwa naomba tuingie agano na nyie. Kumbe ni majirani zao, ila wamejifanya kama wanatoka mbali, wakamdanganya Yoshua. Kosa baya alilofanya ambao tutakuchukua mafunzo hapa. Yoshua hakumuuliza Mungu. Mungu alikuwa ameshawapa mfumo. Kabla hujafanya jambo lolote, muulize Mungu akupe uhakika wa hicho kinachoenda kukifanya. Yoshua akaingia mkataba na agano na wale Wagibeon. Na Wagibeon wakafanyika kuwa watumwa wa Waisraeli, wakifanya kazi ya kuchota maji na kupasua kuni. Baada ya siku 3 Yoshua anagundua kumbe hawa ni miongoni mwa wale watu ambao tulipaswa kuwafuta katika nchi ya ahadi. Lakini kwa sababu wameshaingia agano,
anashindwa, wanafanyika kuwa watumwa. Na mwisho tunagundua hawa wa Gibeoni hawa, Mungu anawageuza tena. Kwa kuwa ni watumwa, wakubali kufanya agano na wana wa Israeli, japo walifanya kwa njia ya hila. Hiyo hila yao Mungu anaigeuza na wafanya kuwa ni watu wa maana sana katika nchi ya Israeli. Yako masomo makubwa kabisa ambayo tunajifunza kutoka katika visa hivi viwili vya Biblia katika kujifunza maandiko matakatifu wiki hii. Tuanze na Rahabu. Yoshua anatuma wapelelezi wawili kwenda kuipeleleza nchi ya Yeriko. Mungu amemwambia kila mahali utakapopakanyaga patakuwa pakwako. Kwa nini apeleleze? Je, Yoshua hana imani? Hapana, Yoshua ana imani. Ngoja nikwambie. Popote anasema kanuni ni kwamba watu wote wanaoamini ukuu na uweza na ahadi za Mungu 100% wanapaswa kuwajibika kwa vitendo na nguvu zao 100% ili kuona mkono wa Mungu kwenye maisha yao. Bwana hata kama ameshatoa ahadi zake, bado unafungwa kufanya michakato ya kawaida ya kivitendo. Yaani Mungu haondoi wajibu wako katika kutekeleza utimilizwaji wa ahadi zake. Una sehemu ya kufanya. Kwa alienda kupeleleza si kwa sababu anawaogopa wa Yeriko, alikwenda kuchukua details za kutosha ili ajue wanaichukuaje ile nchi. Kwa nini? Hii ni kanuni ambayo hata Yesu aliifundisha. Luka 14:31. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana yule anayekuja juu yake na watu 20,000? Katika kila hatua ya kuinyakua, ya kuimiliki na kuipokea ahadi ya Mungu, una nafasi ya kivitendo ya kufanya kwa nafasi yako. You are responsible. Kuna vitu unapaswa kufanya. Kwa mfano, Mungu amesema do business until I come. Fanya biashara mpaka nitakapokuja. Wewe unapaswa kufanya upelelezi wa kibiashara, kukusanya taarifa, business intelligence, taarifa za kibiashara za kutosha ili unapoingia upate kuwa na uwezo na ufahamu wa kutosha wa ile eneo ambalo umeamua kuingia. Kwa hiyo ahadi za Mungu hazichukui nafasi ya wajibu wetu. Kwa hiyo Yoshua alituma wapelelezi kwenda kujiridhisha. Lakini kuna somo la pili la kujifunza. Kwa nini atume wapelelezi wawili? Mwanzoni Musa alituma wapelelezi 12 na akatuma wapelelezi wawili. Tena wengine wanaashumu kwamba hawa wawili inawezekana mmoja alikuwa ni yule Kalebu na wa pili alikuwa kuhani mkuu Eleazari. Hatuwezi kusema sana huko. Lakini jambo ni kwamba mwanzoni walifanya kosa. Waliwatuma wapelelezi 12, alafu wakawaita, wakawafanya wapublicize walichokielewa, wakatangazia umma. Lakini sasa hivi kiongozi Yoshua ndiyo ambaye anatuma wapelelezi, alafu taarifa zinamfikia yeye, hazifikii waumini. Kitu gani cha kujifunza? Sio kila taarifa kiongozi anatakiwa kuzitoa kwa anaowaongoza. Kuna zetu unprocessed informations, unprocessed data. Ni taarifa ambazo hazijachakatwa. Kuna wengine ni wachanga wa imani, zitawarudisha nyuma. Alijifunza kutoka katika makosa. Wapelelezi 10 walikuja wakabwaga maneno ya kuwavunja moyo Waisraeli. Karibia wote walikuwa watu wazima, walimkataa Mungu na wakarudi. Kuna wengine kwa viwango vyao vya imani wanatakiwa waone matokeo tu ya kazi ambazo umezifanyia utafiti na upelelezi. Na wengine wanapaswa kuambiwa tu ile processed information baada ya kuwa umekusanya zile taarifa na kuzifanyia kazi.
na tena ukazitoa kwa mtazamo chanya. Kwa Yoshua anafanya masahihisho ya makosa yaliyofanyika mwanzo. Watu wa Mungu wanakwenda na wanaishinda Yeriko. Lakini kitu kingine tunachojifunza, imani kama chembe ya haradali. Imani kama chembe ya haradali. Watu wote wa nchi ya Kanaani walikuwa wanajua uwezo wa Mungu ni mkubwa kuliko kawaida. Wote walikuwa wamesikia habari za Mungu, matendo makubwa ya Mungu. Lakini katika nchi yote ya Yeriko au jiji la Yeriko, ni mtu mmoja tu, Rahabu, licha ya kuwa ni kahaba, professional prostitute, lakini aliamini juu ya uwezo wa Mungu. Mungu alimuokoa. Ngoja nikwambie, haijalishi wewe una uovu kiasi gani, mara tu utakapoamua kukiri na kutambua ukuu na uwezo wa Mungu wako, mchakato wa kuokolewa kwako unaanza hapo hapo. Mungu atatengeneza mazingira ambayo hata hujawahi kuyafikiri ili uweze kuokolewa. Yoshua 2 mstari wa 10. Maana tumesikia jinsi Bwana alivyokausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu hapo mlipotoka Misri. Tena mambo hayo mliowatendea wafalme wawili wa Amori waliokuwa huko ng'ambo ya Yordani, yani Sihoni na Ogu, mliwaangamiza kabisa. Mliwaangamiza kabisa. Kwa tunajifunza ya kwamba Rahabu alikuwa anamwamini Mungu wa Waisraeli, na alijua hiyo inakwenda kuangamizwa Yeriko. Haina uwezo hata kufua dafu hata kidogo kwa uwezo wa Mungu. Nami nikutie moyo mpendwa, anza kuamini katika Mungu. Yeye mwenyewe atatengeneza mazingira ya kuokolewa kwako. Ngoja nikwambie, Rahabu alikuwa ni kahaba mkubwa, na anaishi kwenye nyumba ile kwenye ukuta wa Yeriko. Kwa mujibu wa kitu inaitwa The Code of Hammurabi Code, maandiko ya kale sana yenye sheria 282, kuna sheria moja inasema the innkeeper au mtu anayemiliki lodge ambao ndani yake kuna makahaba au wale kwenye nyumba za kimakahaba, kama wapelelezi wataingia ndani yake na asitoe taarifa kwa mamlaka ya nchi hiyo juu ya wapelelezi hao, mtu huyo auawe. Kwa hiyo ndio maana walijua zamani wapelelezi walikuwa wanaingia kwenye nyumba za makahaba, kwa sababu ndio sehemu ya kwanza ya kuingilia kwenye nchi. Lakini kwa nini hawa watu waliamua kuingia kwa kahaba wakati walijua taratibu za enzi hizo ni rahisi kumkamata mpelelezi akiingia kwa kahaba? Kwa sababu walijua ndio sehemu ya kwanza ya mtu akiingia sehemu ngeni ataanzia. Kwa sababu Zaburi inasema God directs the steps of his people. Mungu anaongoza hatua za watu wao. Kila profession ambayo mtu amepewa, hawa watu walikuwa professional, ni wanajeshi na ni wapelelezi, ndani yake imefungamanishwa na professional ya kiungu ya kuokoa wanadamu wenzao. Kwa hiyo Mungu anaweza akakuelekeza katika sehemu ngumu, hata kuona Mungu kwa nini umenileta hapa, lakini kumbe hapo katikati yake kuna mission ya kuwaokoa wanadamu wenzako ambao wamefungwa kupitia eneo hilo, kupitia professional ujuzi ambao Mungu amekupa. Kwa usichukulie poa chochote ambacho Mungu amekupa. Hawa wapelelezi hawakujua kama wanafanya kazi kubwa. Walikuwa wanaenda kumuokoa mama ambaye angeweza kumtengeneza mwokozi wa ulimwengu, Yesu Kristo. Mama ambaye kupitia yeye watu mabilioni wataokolewa, waovu wataacha uovu, kutokana na ushuhuda wa huyu mama. Rahabu, Biblia inamuita alikuwa ni kahaba. Sasa anapotajwa tena kwenye kitabu cha Waebrania 11, neno kahaba lilotumika pale linaitwa porne. Na neno hili porne linatokana na neno perano, ambalo maana yake ni to sell, kuuza, to sell. Kwa hiyo huyu kahaba alikuwa a woman who practiced sexual immorality as a profession.
alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa anafanya uchafu wa kingono au unaitwa kahaba kama taaluma yake ya kumwingizia fedha. Bwana hakuangalia uchafu wa taaluma yake. Bwana aliangalia imani yake ndogo kama chembe ya radari katika ukuu na uweza wa Mungu wa Israeli. Kichwani mwa Rahabu aliona Mungu wa Israeli ni mkuu na ni mwenye nguvu kuliko miungu yote ya wale jamaa. Licha ya ukahaba wake, licha ya uovu wake, licha ya uhuni wake, alitambua kuna Mungu mwenye nguvu. Hadi leo Mungu katika biashara ya kuwatafuta watu wa namna hii ambao wanatambua yuko Mungu mbinguni mwenye nguvu kuliko vitu vyote, licha ya uovu nilio nao. Hao watu ni watu ambao watakwenda kuexperience, kuzoea nguvu ya uwezo wa neema inayookoa. Lakini mwisho niseme kitabu cha Waebrania 11:31. Kwa imani Rahab yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani. Imani ya Rahabu ilikuwa sio katika kila kitu. Kuna viwango vya imani, viwango vya imani. Kuna watu wako chekechea ya imani, kuna watu wako PhD za imani, kwa kadiri jinsi ambavyo wametengeneza ukaribu wake na Mungu. Tumia imani yako ndogo kuchukua hatua za kiimani za kuokoa maisha yako. Rahabu alitumia hadi uongo. Mambo ya uongo, maarifa kuhusu uongo alikuwa hana, lakini maarifa juu ya uwezo wa Mungu alikuwa nayo. Kwa alikuwa katikati, amsaliti Mungu anayemjua au aisaliti nchi ambayo anajua ni failure state na kwenda kuanguka hivi karibuni kutokana na namna ambavyo wameacha kumtumikia Mungu. Na kwa nini Mungu anawaita waasi? Wakati wana wa Israeli walipokuwa kule nchi ya Misri miaka 400 wakitumikishwa, Mungu alikuwa anashughulika kuwaokoa hawa watu wa nchi ya Kanaani ikiwemo Yeriko. Kiburi chao kilifunga neema ya Mungu kwao. Walikuwa wamefunga uwezo wa Mungu kwao, wamefunga baraka za Mungu kwao, wameamua kupotea makusudi. Kwa Mungu anakwenda kuwatoa na kuwafuta. Lakini katikati ya kila dunia iliyochafuka kiwango cha juu cha dhambi, dhambi imepita katika viwango vya juu vya kufikiri kwa uwezo wa mwanadamu kutenda dhambi, imepitiliza, bado Mungu huwa na watu ambao wanalitafuta jina lake licha ya imani yao kuwa kidogo. Watu wa namna hii huokolewa. Ngoja nikwambie, Mungu huwatoa watu kutoka katika giza na kuwaingiza katika nuru. Kitabu cha Wakolosai 11:12-14. Mkimshukuru Baba aliyowastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Mungu aliyemwokoa Rahabu kutoka katika giza la ukahaba wa kitaaluma, professional prostitute, ndiye Mungu ambaye hata sasa anawaokoa watu kutoka katika kila kada, tasnia, kila kitivo cha uovu. Je, kuna jambo gani kwenye maisha yako na uliaminishwa Mungu hawezi? Nataka nikuhakikishie, hakuna kiwango cha upotofu ambacho unaweza kufikia ambacho Mungu wako hawezi kukuokoa kutoka katika hilo eneo. Aliokolewa kahaba, Rahabu,
na wewe yuwaweza kuokolewa. Mungu bado yuko kwenye biashara ya kuwahamisha watoto wake kutoka katika giza la dhambi na kuongeza katika nuru ya utukufu. Bwana wako bado yupo kwenye biashara ya kuwaokoa watu kutoka giza la kuteswa na nguvu za giza na mateso ya kila namna ya ule mwovu, na kuwaingiza katika raha ya utukufu wa kukaa na Yesu katika mioyo yao. Nikutie moyo mpendwa, bado hujachelewa. Nafasi ni pana sana. Ni giza gani ambalo limefunga fahamu zako, limefunga maisha yako? Ni vitu gani ambavyo umeaminishwa Mungu wako ameshindwa, hawezi? Nataka nikutia moyo, Bwana aliyemwokoa Rahabu yuwaweza kukuokoa kwenye chochote kile unachopitia. Mungu na akutendee. Mtu wetu wa pili ambaye tunajifunza ni watu wanaitwa Wagibeoni. Tumesema stori yake kwa ufupi. Kosa alilofanya Yoshua kwa Wagibeoni ni kutumia akili na uwezo wake na uzoefu wake binafsi kuingia muafaka na watu ambao hawajui ni wakina nani, bila kumuuliza Mungu kwanza. Hii tunaita hatari ya kutembea kwa kuona. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, akisitasita mimi sina furaha naye. Kila hatua ya maisha yako, hata kama ni ndogo kiasi gani, muulize Mungu kwanza. Muulize Mungu kwanza. Muda wote sisi ni watu wa imani. Kila jambo tunalozungumza, kila jambo tunalolifanya, tulifanye kwa mtazamo wa imani. Kamwe usije uka switch off mifumo yako ya imani ukaishi mifumo ya kikawaida. Utategwa. Yoshua na wazee wenye busara wa Israeli walitumia busara za kibinadamu kuingia muafaka na Wagibeoni, lakini mwisho wa siku wakajikuta wamejitega wenyewe, wakaanguka kwa kudanganywa kirahisi sana na Wagibeoni. Sasa kwa nikwambie, kuwa makini sana baada ya kuwa umepata ushindi mkubwa wa kiroho. Ushindi mkubwa wa kiroho, kama hautakunyenyekeza na ukaanza kutembea na kujibusti kwa ushindi wako, kwa mahubiri makubwa uliofanya, kwa miujiza ambayo Mungu amekutendea, uko katika hatari ya kutegwa katika jaribu dogo itakuangusha. Kwa imani Yoshua aliushinda mji wa Ai. Kwa imani Yoshua aliushinda mji wa Yeriko. Baada ya ushindi mkubwa huu, sehemu ya kawaida kabisa akaja akashindwa kwa njia tu ya maneno madogo ya uongo. Akajikuta ameingia muafaka na mkataba wa kiroho na waasi ambao alipaswa kuwateketeza, na akawa amefungwa. Hawezi kufuta huo mkataba, inabidi aishi nao hawa watu. Niseme nini basi? Elia baada ya kuwa ameshinda jaribu kule Karmel, aliposhuka ushindi mkubwa, akaua manabii zaidi ya 400 wa bahari, lakini kesho yake tu akaanguka kajaribu kadogo kama mwanamke Yezebeli, kwa maana anatafuta kumuua. Kama Mungu ameweza kushusha moto kutoka mbinguni, mwanamke Rahabu anawezaje kuniua? Kwa nini? Alisherekea ushindi wa kiroho badala ya kujishusha na kuendelea kuomba Mungu ampe ushindi mpya. Akajizubaa. Usije ukazubaa kiroho. Shetani anatafuta nafasi. Ndio maana kitabu cha Waefeso anasema wala msimpe Ibilisi nafasi. Popote unapokuwa na ushindi wa kiroho, Mungu anapokutendea jambo kubwa, tambua kuna jambo linakutafuta kukuangusha. Endelea kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu, utauona ushindi. Hawa watu baada ya ushindi mkubwa Ai na kule Yeriko, tunaona wanaanguka kwa kuingia muafaka, kuingia agano na hawa watu wanaitwa Wagibeoni. Na kitu kingine nataka niseme, hawa Wagibeoni sio kwamba walikuwa ni watu wa kawaida. Walikuwa ni watu wenye uwezo, wenye nguvu, wenye silaha, wakubwa, makamanda wa kivita wa kutisha. Lakini walipogundua uwezo wa Mungu aliyekuwa ndani ya Yoshua, walijifanya kama ni watu wasio na nguvu na wa kawaida. Shetani anaka uwezo kake kwa watu wake, lakini kwa sababu anajua uwezo wa Mungu aliye ndani yako, atajifanya kuwa mtu asiye na kitu kabisa, ili ajipenyeze, aingie ndani yako,
akufunge na akulipue kutoka ndani. Kwa hiyo kuwa makini na mambo manyonge, vitu vinavyokujia kwa njia ya upole, kwa urafiki, kwa njia ya tuko pamoja sana, yawezekana ni njia ambayo shetani anataka kuitumia. Moja ya silaha ambayo anapenda kuitumia ni mwafaka. Anakuingiza katika level ya mapatano hivi kama wakati wa Nehemia. Mwisho wa siku kumbe mbele amekutegea bomu. Endelea kuwa makini kiroho. Kitabu cha Yoshua 2 mstari wa Yoshua 2 mstari wa Yoshua 10 mstari wa 2 anasema kwa sababu Gibeoni ulikuwa ni mji mkubwa kama ilivyo miji ya kifalme mojawapo, tena kwa sababu ulikuwa ni mji mkubwa kupita Ai, tena watu wake wote walikuwa ni mashujaa. Nchi nzima ya Wagibeoni ilikuwa ni mashujaa, watoto, wakina mama, wazee, vijana, wote ni warriors. Lakini watu hao wote wakaandaa watu wachache wakajifanya kama ni wanyonge. Huyu Yoshua akaona unyonge wao, akaingia kwenye mtego, akanaswa. Silaha ya mwisho ambayo ni silaha ya mwisho anayoitumia adui kuwaangusha watu wa Mungu wa siku za mwisho, sio mapepo, sio vita, ni kitu kinaitwa deception, uongo. Kwa nini? Ndio aliyoitumia kumpa ushindi mkubwa pale katika bustani ya Edeni, na ndio anaitumia kudanganya watu wengi ndani ya makanisa leo. Na ndio nataka niwatie moyo watu wanaopenda kusoma kitabu cha silaha za Mungu cha Waefeso 6 kuanzia 11 mpaka kuendelea, hawajui wanapigana na nini. Unavaa silaha ili ushindane na mapepo, unavaa silaha ushindane na mafilibaso, unavaa silaha ushindane na wachawi. Haisemi hivyo. Waefeso 6:11 inasema hivi: vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Silaha zilizoandikwa pale: chepeo ya wokovu, dirii ya haki, miguu yote patanayo na Injili. Zile silaha, bodeama ya kiroho, hatuitumii kupigana na mashetani na wachawi na vitu vya ajabu ajabu. Tunatumia kuzipinga hila, uongo, ujanja, deception za shetani. Hivi pepepo ni vitu vidogo sana, ila uongo ndio unashika hapa. Huku tukiangusha kila kijiinuacho kilicho kinyume na elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra zipate kumtii Kristo. Shetani hakuwezi kama utaamua kuweka katika neno la Mungu na ukashinda uongo wake. Kwa kile Yeriko ilichoshindwa kufanikiwa kwa ukuta wao mkubwa ulianguka, Ai kwa silaha zao hatari, Wagibeoni walifanikiwa kwa kutumia silaha kuu ya shetani, silaha ya udanganyifu. Wakavaa nguo za kimaskini, wakatepeta, wakajifanya na njaa, wakachukua mikate, wakajifanya jamani sisi hatuna issue. Akaingia mkataba wakimjua Mungu wa Israeli. Ukiingia agano lolote, yeye analiheshimu na hauwezi kulivunja. Somo lingine tunalojifunza: kuwa makini kwa wanaokujia kwa kuwajaji watu kwa muonekano. Kuwa makini sana kuwajaji watu kwa namna ya muonekano. Muonekano usikudanganye. Watu wamekuja na suti wanajiita wachungaji. Kuna watu wamevaa mavazi ya kanzu wanajiita wacha Mungu. Kuna watu wamevaa manguo machafu, unaona ni maskini lakini si maskini. Kuna watu wenye manguvu wanajifanya ni watu dhaifu. Kuna watu dhaifu wanafeki kuwa mashujaa. Sasa ili uweze kushinda, lazima ujifunze kutumia silaha za kiroho. Ili uweze kushinda, lazima ujifunze kujua siri iliyoandikwa katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa 1. Inasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo ni wengi wametokea duniani. Leo wameibuka
wanaoshambulia maombi. Ukianza kuomba sana wanakukasha tamaa kwa sababu wameingia kwa asili, wanaharibu mifumo. Wanashambulia Biblia, mambo matakatifu. Kuna waganga wa kienyeji wengi wamegeuka kuwa wachungaji. Wamo matapeli wakubwa wa kimataifa wamejifanya kuwa watu wa Mungu. Kuna makahaba walioshindikana, maprofessional wamejifanya kuwa ni wana maono, wamejifanya kuwa ni manabii. Kuna wauzaji wa madawa ya kulevya na vitu vya kufisha, wamejificha kwenye mambo ya Mungu. Kuna wananzuoni wa kimataifa ambao mission yao ni kusambaza biashara chafu ya shoga na usagaji, wamejificha ndani ya makanisa. Kuna watakatishaji fedha, money laundering, ambao wamejificha ndani ya mifumo ya Mungu. Hata utajuaje mambo haya? Yoshua alipaswa amuulize Mungu juu ya Wagibioni. Hivi hawa wanania njema kweli? Ni kweli wanavyoonekana ndo wenyewe? Lakini aitumia hekima yake. Ukitumia hekima yako kwenye mambo ya Mungu, unafeli siku ya kwanza. Jambo lingine la kujifunza tunapoelekea mwisho. Mungu alikuwa ameshatoa maelekezo. Wanapokwenda kwenye nchi ya ahadi, tunapojiandaa kuingia mbinguni, kuna mambo ambayo upaswi kuingia nayo muafaka kabisa. Kitabu cha Torati 7 mstari wa 2. Wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga, wakati huo ndio waondoe kabisa. Usifanye agano nao wala kuwahurumia, wala usioane nao. Usiingie muafaka na matendo ya adui. Usije ukahurumia eti ukafanya dhambi kwa sababu ya huruma. Usije ukaingia agano na mambo ya kidunia. Watu wengi leo wamekwama na wanasumbua wachungaji kwa sababu wameingia maagano na shetani na adui, na Mungu anaheshimu huo mkataba, na kutoka unatishwa. Nataka nikwambie, Yoshua alisahau ili fungu na lilimgharimu. Kwa Mungu anasema, moja, waangamize kabisa. Tumia maombi yako kuangamiza kila mifumo ya adui ambayo umeingia nayo mkataba. Usifanye agano nao kabisa. Usiwahurumie wala kuwapa favor katika mambo ya kiroho. Hakuna kitu kinaitwa compromise policy. Hakuna kitu kama hicho. Sasa walipaswa kufanya nini kabla ya kumuonea huruma mtu yoyote? Kitabu cha Hesabu 27 mstari wa 21 anasema, naye atasimama mbele ya Eleazari kuhani, naye atamuuliza kwa hukumu ile ya Urimu mbele ya Bwana, kwa neno lake watakalotaka, na kwa neno lake wataingia, yeye na wana wa Israeli wote pamoja naye mkutano wote pia. Mfumo Mungu alikuwa ameshauweka. Mungu aliweka mfumo kupitia Urimu, kwamba kabla hujafanya jambo lolote, kuhani Eleazari amuulize Mungu kwanza, hiki kinachoenda kufanya ni sawa? Huu mkataba na kusaini ni wenyewe? Mungu anampa mafunuo kuhani, anatoa picha na dira ya nchi, dira ya kanisa, dira ya familia. Watu wengi wanaingia kwenye mambo bila kumuuliza Mungu, wanajikuta wamesha nasa. Na niseme kitu kingine, ukishafanya kosa moja alisahihishwi na kosa lingine. Yoshua angesema awaue wale wa Gibeoni kwa sababu tayari ameshaingia nao mkataba, ingemkula kwake. Kwa sababu ukishaingia mkataba mmoja na adui, shetani na Mungu anaheshimu huo mkataba. Kwa lazima umuombe Mungu akupe nini cha kufanya, na usitafute shortcut za kusahisha makosa yako. Wako watu wengi leo waliingia kwenye ndoa kimakosa, hawakujua kwamba wanaenda kumwoa, anaenda kuolewa naye si mtu sahihi kwake. Amekuja kujua miaka 10 baadaye, miaka 3 baadaye, na badala ya kumuomba Mungu ampe dira mpya, ameamua kumwacha mke huyo, kumwacha mume huyo. Maisha yake ya pili yamekuwa ni magumu na ni mabaya kuliko yale ya kwanza. Yoshua alipogundua amekosea kuingia mkataba agano na Wagibeoni, alimuomba Mungu. Mungu akatoa maelekezo, basi utawafanya tu kuwa wasomba kuni na wachota maji kwa ajili ya shughuli za hekalu, watakuwa watumwa wenu, lakini huwezi kuwafukuza. Sauli alipowakuta Wagibeoni, aliamua kwenda kuwaua baadhi yao. Na alipowaua eti kwa sababu si Waisraeli,
alitaka kuondoa kosa kwa kosa. Kosa liondolewe kwa kosa, kosa liondolewe kwa kumuuliza Mungu nini ufanye. Nchi ya Israeli ilijikuta imeingia kwenye baa la njaa miaka 3 kwa kosa la kutaka kusahisha kosa la huyu mfalme Sauli, na ndipo Daudi akaanzisha toba ya kitaifa na wale wa Gibeoni akawarudisha tena. Kwa hiyo usije ukafanya kosa lingine ili kusahisha kosa la kwanza. Kosa ukilikosea, muulize Mungu akupe dira, na dira nyingine sio kuliondoa lile kosa, utabaki nalo, lakini Mungu anatengeneza neema. Ndio maana somo linasema neema ya kushangaza kutoka katika hili kosa la kwanza. Jambo la mwisho ni kwamba Mungu bado anabadilisha laana kuwa baraka. Kila laana ambayo umetamkiwa, kila laana ambayo umejiingiza, kila ujanja uliofanya ukajikuta umeingia kwenye kifungo cha laana, Mungu yupo kwenye biashara ya kugeuza kila laana kuwa baraka. Mmoja, huna haja ya kuongeza kosa juu ya kosa. Bwana alikubali kwamba Yoshua amekosea na amekubali kudanganywa kwa sababu wa kumuuliza Mungu kabla hajaingia mwafaka na mkataba wa kiagano na Wagibeoni. Wakati aliambiwa wateketeze, yeye akakubaliana nao kwa sababu alimdanganya kujifanya kwamba ni watu wametoka mbali, kumbe ni wao wa usiku hapo. Waisraeli walifanya kosa. Kama walifanya kosa, lakini Mungu aligeuza hilo kosa likawa baraka kwao. Hawa Wagibeoni hatuna rekodi kuonesha baada ya kuingia kwa Waisraeli waliasi. Waliendelea kuwa royo, waliendelea kuwa waaminifu. Laana waliopewa eti kwamba watakuwa wachota maji na wakusanya kuni, Mungu akaigeuza kuwa baraka. Kila kosa unalofanya kwa Mungu ukiliendea katika toba, uligeuza kuwa baraka, hata kama litabaki, lakini mtazamo wake utakuwa ni tofauti na ule wa mwanzo. Wagibeoni hawa waliishia kuwa watumishi hekaluni, na walikuwa ni moja ya watu ambao walikuwa ni baraka na wenye mchango mkubwa katika taifa la Israeli, na ni miongoni mwa watu ambao tutaingia nao mbinguni. Waliishia maisha yao yote, waligeuza kuwa maisha ya kumtumikia Mungu wa Waisraeli hekaluni. Moja ya mashujaa wakubwa waliokuwa ni mabodyguard wa mfalme Daudi alikuwa ni Mgibeoni mmoja, anapatikana kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 11:31. Lakini Gibeon, ili eneo ambalo la hawa watu waliowadanganya wanaweza kuingia mkataba, Mungu akaligeuza kuwa ni sehemu ya ibada. Daudi alifanya ibada nyingi maeneo ya Gibeon. Mambo ya Nyakati wa kwanza 16:39, 21:29. Lakini wa Gibeon walishiriki kwa karibu kutoa mchango wa ujenzi wa kuta ya Yerusalemu, kitabu cha Nehemia 3:7. Lakini Suleiman alisimika madhabahu ya ujenzi wa hekalu na akafanya maombi makubwa. Wapi? Ilikuwa ni Gibeon. Lakini pia Nehemia 7:25 walitumika nyumbani mwa Bwana. Hawa Gibeoni hawa walishiriki katika vita vya Daudi kuleta ushindi mkubwa, hasa walipokuwa wanaweza wanakwenda kuteka eneo la kusini. Lakini jambo la mwisho, Yeremia 28:1, manabii wakubwa akiwemo Hanania mwana wa Azuri wa Gibeoni alikuwa ni Mgibeon. Kwa walipatikana manabii kutoka wa Gibeon. Watu hawa waongo, watu hawa wajanja, walaghai, waliowatapeli wakina Elia, waliowatapeli wakina Yoshua. Watu walikuwa na maovu, washujaa waliojifanya kuwa dhaifu wakawadanganya watu wa Mungu. Bado Mungu aliwaokoa. Hii ni neema ya kushangaza. Somo linasema ni neema ya kushangaza. Neema ya Mungu ina uwezo mkubwa wa kugeuza kila laana kwenye maisha yako kuwa baraka. Tunamwabudu Mungu anayegeuza makosa kuwa baraka. There are examples of great things God can do to the people who are sinners, but come to him in
humility and love. Kuna mambo makubwa ambayo Mungu yuwaweza kuyafanya kwa watu ambao ni wadhambi, lakini watamwendea kwa unyenyekevu na upendo. Ngoja nikwambie, Rahabu alikutana na nguvu ya neema, maisha yake akaokolewa. Ngoja nikwambie, Wagibeoni walikutana na nguvu ya neema, wakafanywa kuwa familia ya Mungu. Naongea na wewe rafiki yangu. Je, unatamani kuona Mungu anafanya muujiza wa neema yake kubwa kwenye maisha yako? Mungu na akutendee. Mungu na akubariki. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya somo la leo. Tumesikia mambo makubwa. Wewe Mungu mgeuza maisha. Ninakusihi sasa, geuza maisha ya mtoto wako huyu kwa jina la Yesu. Wewe Mungu ambaye unabadilisha laana kuwa baraka, uzito kuwa wepesi, magumu kuwa mepesi. Baba, badilisha maisha ya mtoto wako kwa jina la Yesu. Kama ulivyomfanya Rahabu kuwa mama wa imani, mfanye mtoto wako pia kuwa mtoto wa imani katika jina la Yesu. Amen.